sasa nije kwenye hoja za wabunge zilizotolewa kwa kuzungumza. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno, bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI itaendelea kulinda uwazi, kuchukua hatua za uwajibikaji na kuhakikisha taasisi zake haziingii katika hofu ya sababu ya siasa za majukwaa. Kama kuna jambo la kuchunguzwa, tutalifuatilia hasa. Lakini kama ni juhudi za kuwaza visasi kupitia minong'ono ya kisiasa, serikali hii haitatoa nafasi hiyo. Nilikuwa naomba ufafanuzi kwenye swala linalohusiana na mradi wa TACTIC ambao unahusiana na ujenzi wa stendi wa jiji la Arusha. Tutakumbuka kwamba tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2024 ilitangazwa tenda, na tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2024 mkandarasi anaitwa MS China Junks Corporation alishinda tenda hiyo kwa kiasi cha shilingi bilioni 23 na milioni 591. Lakini baadaye ilivyokuja kufika tarehe 12 mwezi wa 9 yalikuja maelekezo, badala ya kupewa mkandarasi huyu apewe mkandarasi mwingine ambaye alibidi kwa bilioni 31 na milioni 36. Mheshimiwa Gambo, kwenye kifungu kama hiki chenye mshahara wa waziri hakizungumzii jambo mahususi kwenye eneo mahususi. Linatakiwa kuwa ni jambo ambalo ni la jumla, na ndio maana imetajwa hapo iwe la kisera. Sasa likiwa ni maalumu, lazima uwe umekitafutia kifungu huku, alafu ukipiga hivi mimi nakuruhusu, unasimama unataka ufafanuzi, unaweza kulitaja hilo. Lakini likiwa ni jambo ambalo linahusu Arusha pekee, itakuwa kidogo hapa haliingii kwenye kifungu hiki cha mshahara wa waziri. Sawa Mheshimiwa Spika, lakini hapa kuna sala kama ya bilioni 7 na hili ni jambo lenye maslahi kwa taifa letu. Kwa hiyo ningeomba kupata mwongozo wako kwa sababu sasa ni kweli ukishataja bilioni 7 ni kweli ni kubwa, lakini maadamu linahusu eneo mahususi, kifungu chetu 122 kinatuwekea masharti ya namna ya kusema hapa kwenye waziri. Ndiyo. Kwa hiyo hata kama kinahusu trilioni itakuwa ni ngumu kukiingiza hapa. Ndiyo. Sasa mwongozo wako Mheshimiwa Spika, tunaokoaje gharama hizi ili tupate sasa hatuwezi kutumia kifungu hiki Mheshimiwa Gambo. Kwa hiyo wewe keti. Sawa, nashukuru Mheshimiwa. Keti, alafu uangalie kifungu kingine unachoweza kutumia hiyo hoja ambayo unaweza kuileta. Mheshimiwa Bunge, kanuni yetu ya 122 inaweka masharti hayo. Kwa hiyo ukitaka kuleta jambo lingine unatafuta mahali pengine pa kuingilia.